Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi nimempendeza Mungu katika hii siku ya 7, tarehe 7, Sabato ya Bwana. Tukutane mahali hapa kwa neema na rehema zake, tuweze kuangalia moyo wake kuhusiana na maisha yetu na hata maisha wale ambao hawajaokolewa. Tukiamini ya kwamba hii tarehe ya leo 7 inamaanisha ukamilifu. 7 inamaanisha ukamilifu, na hata imeanguka katika siku ya Sabato, ambayo siku ya Sabato ni siku ya pumziko. So 7 ni ukamilifu. Kile ambacho Mungu amekuwa akifanya kwa maisha yako, uzidi kumuomba aongee na wewe katika hili neno, aongee na mimi aweze kukikamilisha tarehe 7. Alafu Sabato ni siku ya kupumzika. So nakumbuka kuna mpendwa mmoja Mungu alimuokoa katika njia hiyo. Ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 7. Mungu akamsomea hiyo katika maandiko. Hata kabla Samuel Wekesa, Mungu alitenda kazi kubwa sana ndani ya maisha yake. Na hiyo jioni Mungu akamuokoa kweli, akampa imani. Alikuwa katika toba masiku mawiki. Kaja Oktoba tarehe 10 mwezi wa 7, na Mungu akamtendea. Sasa kuna kitu ambacho inaitwa expectation, yani tarajio kutoka kwa Bwana, kwamba tarehe 7 inamaanisha ukamilifu kwa neno la Mungu. Alafu 7 hiyo imeanguka katika siku ya Sabato. Leo Mungu akupatie pumziko. So acha tuamini, tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako. Wewe ndio mtakatifu wa watakatifu wa Israeli Bwana. Mungu kupitia mwanae ambaye ni Kristo Yesu amekaa mkono wa kuume wako, mtakatifu wa Israeli. Naomba Mungu katika hii siku ya 7 ambayo Bwana ni siku ya Sabato, ambapo mtakatifu wa Israeli imeanguka katika tarehe 7, ambayo 7 Bwana inamaanisha ukamilifu, 7 inamaanisha Bwana pumziko. Mungu katika ukamilifu huu, nenda ukatupatie pumziko Bwana. Nenda ukatende Bwana. Najua ya kwamba Bwana, si katika chochote kile ambacho Bwana tuko nacho, ama chochote kile ambacho kinatokana na akili ama mawazo Bwana, kinaweza kuleta utofauti ama kuokoa nafsi Bwana. Ila Bwana ni kwa rehema na neema zako na huruma zako Bwana. Nenda ukaongee Bwana, nenda ukaongee Bwana, nenda ukanene Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wale pia Bwana ambao wako mbali Bwana, Abraham Mabanda, mkewe Frida Bwana, na hata ushirika Bwana wa Tanzania Bwana, Mbeya, wapendwa walio mahali pale Bwana Mungu, tunaomba utuunganishe na ukiroho Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Wala ambao hawajaokoka mahali pale Bwana, nenda ukanene katika moyo huu Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kaamshe mioyo yao Bwana. Mungu tunaomba pia kwa ajili ya mpendwa Mwendwa Mbamu Bwana, na hata nyumba yake Bwana, Wekesa Bwana, Juma Bwana, na wengine wote Bwana ambao tumekuwa nao na hawako pia mahali hapa Bwana, uwakumbuke Bwana. Mungu kumbuka Moses Bwana. Mungu kumbuka Lydia, kumbuka Morris na familia yake Bwana. Mungu kumbuka wale wengine wote. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. So tuangalie tunaangalia hukumu. Naangalia hukumu na wokovu. Hukumu na wokovu. Tunaweza kuanza kusoma kitabu cha Luka. Tunaweza kusoma kitabu cha Luka 2. Hukumu na wokovu. Tunaanza kitabu cha Luka 2. Mstari wake ni wa 26. Luka mtakatifu 2
mstari wa 26. Roho Mtakatifu alikuwa amemfunulia kuwa atakufa kabla hajamwona Kristo. Samahani, Luka 1, hiyo ni 2. Samahani, Luka 1 mstari wa 26. Luka Mtakatifu 1 mstari wa 26. Mwezi wa 6 baada ya Elizabeti kupata mimba, Mungu alimtuma malaika Gabrieli aende Galilaya katika mji wa Nazareti kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu mmoja jina lake Yusufu wa nyumba ya Daudi. Jina la mwanamwali bikira ni Maria. Naye malaika akaja kwake akamwambia, salamu, wewe uliyebarikiwa, Bwana yu pamoja nawe. Maria akafadhaishwa sana na maneno haya. Endelea. Akajiuliza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Ndipo malaika akamwambia, usiogope Maria, umepata upendeleo kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanaume, na utamwita jina lake Yesu. Mpaka hapo. So Gabrieli ni malaika ambaye anasimama mbele ya uwepo wa Mungu. Gabrieli ni malaika ambaye anasimama katika uwepo wa Mungu. Amepewa ujumbe na Mungu aje amlete mwanamali mmoja bikra ambaye anaitwa Mariamu. So Gabrieli ametoka mbinguni, ameshuka mpaka duniani. Amekuja mpaka pale Mariamu anaishi. Alafu Gabrieli amempatia Mariamu ujumbe kwamba, Mariamu, wewe umependelewa na Mungu. Mariamu, utazaa mtoto, huyo mtoto ataitwa jina lake Yesu. Mariamu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Mariamu akapokea mtoto, huyu mtoto akaitwa jina lake Yesu Kristo. Yesu akaitwa mtoto wa Mariamu kupitia nguvu na mbegu ya Mungu kwa Roho Mtakatifu. Tuko pamoja? So tunaona Mariamu akiwa mamake nani? Mamake Yesu. Mariamu akiwa mamake Yesu. Na si mama tu, ni mama ambaye Mungu Abrahamu, Isaka na Yakobo mbinguni amekaa akaangalia Yerusalemu yote, akampatia huyu mama neema ya kipekee. Akasema huyu mwanamke huyu mama, huyu bikra, nataka huyu bikra sasa, huyu bikra aende awe njia ya kupitia kwa mwanae ambaye ni Yesu Kristo duniani. Hilo ni jambo dogo? Ni bikra mdogo huyu? Na? Si jambo dogo. Si jambo dogo. Waweza soma Luka 11 Luka Mtakatifu 11 mstari wa 27. Mstari wa 27. Ikawa Yesu alipokuwa akisema hayo, mwanamke mmoja katikati ya ule umati wa watu akapaza sauti akasema, limebarikiwa tumbo lililokuzaa. Ya huyu mwanamke akasema kwamba, huyu mwanamke akapaza sauti akasema, Yesu, tutulie, akasema Yesu, limebarikiwa tumbo. Huyu mwanamke akapaza sauti akasema, Yesu, lile tumbo ambalo limekubeba, hilo tumbo limebarikiwa. So tumbo ya Mariamu ilibarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu imembeba Yesu Kristo. Huyu mwanamke anapaza sauti anasema, Yesu, lile tumbo lililokubeba wewe, hilo tumbo limebarikiwa. Endelea. Ikawa Yesu alipokuwa akisema hayo, mwanamke mmoja katikati ya ule umati wa watu akapaza sauti akasema,
Nimebarikiwa tumbo lililokuzaa na matiti uliyonyonya. Huyu mwanamke anaweka wazi kabisa, anasema lile tumbo lililokubeba limebarikiwa. Yesu alibeba kwa tumbo la Mariamu. Mariamu ni mamake Yesu Kristo. Yesu alikuwa anakula kutoka kwa kitovu cha Mariamu, vile kama mama tu, kama mama wa kawaida. Yesu alikuja duniani 100% mwanadamu, 100% mwanadamu. Halafu mama anasema pia lile titi lililokunyonyesha, lile titi ulilolinyonya Yesu limebarikiwa. Yesu alinyonya. Tuna mkutano mmoja tafadhali. Yesu alinyonya. Sawa. Yesu alinyonya kwa kifua cha Mariamu. Rejelea tena tafadhali. Luka 11:27. Ikawa Yesu alipokuwa akisema hayo, mwanamke mmoja katikati ya ule umati wa watu akapaza sauti akasema. Huyu mwanamke akapaza sauti, hakuongea chini, aliongea juu kabisa, akipaza sauti akisema, Limebarikiwa tumbo lililokuzaa. Kila mmoja akisikia akisema kwamba limebarikiwa lile tumbo lililokuzaa, akirifaa tumbo la mamake Yesu ambaye ni Mariamu limebarikiwa. Na matiti uliyoyanyonya. Na matiti, anamwambia Yesu, matiti uliyoyanyonya ya Mariamu yamebarikiwa. Kwa nini tumeenda huku? Mungu kuna kitu anataka tuelewe hapa. Yesu alikuja 100% mwanadamu, na Mungu anasema roho yoyote ambayo inapinga Yesu alikuja 100% mwanadamu ni yampinga Kristo. Mariamu ni mamake Yesu, alinyonya kifua cha Yesu. Baadaye mstari wa 28, Yesu akajibu, wamebarikiwa zaidi wale wanaolisikia neno la Mungu na kulitii. Yesu apingi. Yesu anasema zaidi sasa wale waliobarikiwa ni wale wanalisikia neno la Mungu na kulitii. Wanalisikia na kulitii. Amen. So, mpaka hapo Mariamu 100% alimbeba Yesu kutoka kwa tumbo yake. Mariamu 100% alimnyonyesha Yesu kutoka kwa kifua chake. Mariamu 100% alimzaa Yesu kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. So Mariamu ni mamake Yesu Kristo. Baada ya Yesu kuzaliwa, Yusufu ambaye ni babake Yesu Kristo, mlezi wa kumlea, aliendelea kukutana kimwili na Mariamu, akazaa watoto, wakazaa watoto. Hawa watoto wakizaliwa wanaingia kwa tumbo ya Mariamu. Mali Yesu ametoka karo, mali Yesu Kristo ametoka. Yusufu akaendelea kukutana kimwili na Mariamu. Watoto wakawa pia wanaendelea kuzaliwa, wameshiriki tumbo moja. Lile tumbo la Yesu alipolala pale, ndugu zake wengine pia wa kimwili kutoka kwa Mariamu walizaliwa pia. So Yesu akawa na mama ambaye kupitia Roho Mtakatifu ni Mariamu wa kimwili. Halafu pia Yesu akawa na ndugu, akawa na ndugu zake ambazo wameshiriki kitovu kimoja kutoka kwa Mariamu, wamenyonya titi moja kutoka kwa Mariamu. Waelewa? Lakini waelewa, mama yule ambaye Yesu alinyonya, mama yule ambaye Yesu alikaa katika tumbo lake miezi 9, kitovu kile cha Mariamu kiko connected na cha Yesu Kristo. Mama huyo aliendelea kuzaa ndugu zake Yesu Kristo. Amen. So ndugu zake Yesu Kristo walishiriki nyonyo moja, walishiriki tumbo moja, walishiriki kitovu kimoja. Wewe vijana walikuwa wako karibu sana na Yesu Kristo. Sinaweza soma Marko 6 mstari wa 3. Marko mtakatifu 6 mstari wa 3.
huyu si yule seremala? Watu wanasema huyu si yule seremala, mtoto wa Maria? Mtoto wa Maria. Nao ndugu zake si Yakobo? Wanasema ndugu zake si Yakobo. Yakobo ni ndugu yake Yesu Kristo kupitia Mariamu. Yakobo amenyonya kifua kimoja na Yesu Kristo kwa Mariamu. Yakobo tumbo moja na Yesu Kristo. Yakobo kitovu kimoja na Yesu Kristo cha Mariamu, ndugu yake huyu Yakobo. Next. Nao ndugu zake si Yakobo? Nao ndugu zake si Yakobo, Yose, Yuda na Simioni. Dada zake wote si tuko nao hapa petu? Dada zake pia si tuko nao hapa? Tuko nao hapa petu. Nao wakachukizwa sana kwa ajili yake, wakakataa kumwamini. Nao wakachukizwa sana kwa ajili yake, wakakataa kumwamini. Kwa nini wanakataa kumwamini? Kwa sababu wanaona ndugu za Yesu Kristo si hawa wametoka kwa Mariamu, si hawa wameshiriki kifua kimoja na Yesu Kristo, si hawa wameshiriki kitovu kimoja. So hao ndio ndugu zake Yesu Kristo, Yose, Yuda, Jose, Yuda, Simioni na Yakobo na dada zake ambao hatuambiwi ni wangapi. Bwana Yesu asifiwe. So paka hapo kuna kitu Mungu anataka kuelekeza. Lakini paka hapo tumejifunza kwa uwezo wa Mungu. Yesu alikuwa na mama, Yesu alikuwa na ndugu, Yesu alikuwa na wadogo zake kutoka kwa Mariamu. Acha tuangalie Luka sasa 8 mstari wake ndio 20. Luka mtakatifu 8 na 21. Mtu mmoja akamwambia, mama yako na ndugu zako wako nje, wanataka kukuona. Huyu mtu ni mojawapo wa wale watu ambao walimjua Yesu Kristo kama seremala, walijua ndugu za Yesu Kristo, walijua dada za Yesu Kristo. Huyu mtu anamjua Yesu Kristo ndani na nje. Anamjua mamake Yesu Kristo, anajua ndugu zake. Alipoona mamake Yesu Kristo Mariamu, mahali ambapo Yesu alinyonya katika kifua cha Mariamu, alipoona Mariamu, mahali ambapo Yesu alitoka katika tumbo la Mariamu, alipomwona Mariamu akaona ndugu zake Yuda, Simioni, Yose, Yakobo na dada zake, akamwambia Yesu, ndugu zako. Mtu mmoja akamwambia Yesu, mama yako na ndugu zako wako nje, wanataka kukuona. Mtu yuko sawa ama yuko sawa? Yuko sawa kabisa. Yesu anasemaje? Yesu akamjibu, mama yangu na ndugu zangu ni wale wote wanaosikia neno la Mungu. Ni wale wote wanaosikia neno la Mungu na kulitii. Yesu anamwambia, mamangu ni nani? Mama yangu na ndugu zangu ni wale wote wanaosikia neno la Mungu. Ni wale wote wanaosikia neno la Mungu na kulitii. So kuna kitu ambacho Mungu anataka uelewe, na uelewe vizuri kabisa. Mariamu hana haki ya kusimama kusema, Yesu wewe ni mwanangu, mimi nitaingia mbinguni kwa sababu Yesu nilikuzaa. Nitaingia mbinguni kwa sababu Yesu nilikunyonyesha. Nitaingia mbinguni kwa sababu Yesu nilishiriki kitovu kimoja na wewe. Mariamu ana haki ya kusema, Yesu nitaingia mbinguni kwa sababu nilikubeba miezi 9. Yesu anasema hizo zote ni sawa, lakini mamangu ni nani? Mamangu ni yule ambaye anasikiza neno la Mungu na kulitenda. Ina maana Mariamu kama atasikiza neno la Mungu na kulitenda, hataingia paradiso. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu hataingia paradiso. Sisemi kupitia Roho Mtakatifu Mariamu
hata ingia paradiso, lakini namaanisha Mariamu haizi tumia ule ukoo wake wa mwili, ule umama wake wa mwili, alafu aanze kudai ufalme wa mbinguni. Hawezi, lakini hakuna haki. Lakini hawezi tumia hiyo haki. Uko pamoja Karo? Hawezi kutumia hiyo haki ya kuingia paradiso. So kama mwenye dhambi na watakatifu pia, yafaa tukae chini tujiulize hili swali. Kama huyu mama amemnyonyesha Yesu Kristo, amembeba Yesu Kristo miezi 9, ametumia kitovu chake kwa uwezo wa Mungu kumlisha Yesu Kristo, amemlea Yesu Kristo, na yale yote ambayo mama anaweza fanyia mtoto, alimpeleka Yesu Kristo, akaenda akapata tohara, akatahiriwa siku ya 8. Haya yote yanatosha kusimama kusema mimi nadai ufalme wa Mungu kupitia haya ambayo nimeyafanya kupitia huyu mtoto wako. Lakini Yesu anamwambia, mama, hayo yote hautaingia nayo mbinguni. Ni lazima usikie neno la Mungu alafu ulitii. Amen. Sasa yule ambaye sasa ni mwenye dhambi ako mahali pabaya kiasi gani? Yule ambaye hajazaliwa na Yesu Kristo, mama ambaye hajambeba Yesu Kristo, hajamnyonyesha Yesu Kristo, hajatoka kwa tumbo la Yesu Kristo, kama huyu amefanya haya yote, Mungu amemtumia mama kufanya haya yote, na haingii mbinguni kwa sababu ya hizo zote. Anaingia mbinguni kwa sababu lazima asikie neno la Mungu na alitii na ishi nalo, ndio anaingia mbinguni huyo mama. Waona kuko na hitaji. Waona kuko na hitaji sana la mtu kuingia mbinguni. Kuko na hitaji sana zaidi ya venye unafikiria. Kama haki za huyu mama zote zimezimwa, wewe uko na nini na Yesu? Mimi na wewe tuko na nini na Yesu? Hatuna chochote na Yesu katika mwili. Uelewa? Lakini so hii inamaanisha mimi na wewe na huyu mama tukijifanyisha na huyu mama, inafaa tunyenyekee sana. Inafaa umtafute Mungu kama Yesu hajaumbwa ndani yako, na hata kama Yesu ameumbwa ndani yako, inafaa umtafute Mungu kweli, kwa sababu huyu mama pia alikuwa mtakatifu. Huyu mama alikuwa mwenye haki. Huyu mama ameokoka. Mungu hatumii kitu kichafu kuweka kitu kitakatifu. Huyu mama ameokoka na bado anaambiwa hivi. How much more? Nahitaji nisikie neno la Mungu kiasi gani sasa mimi na wewe? Nahitaji nitii neno la Mungu kiasi gani mimi na wewe? Yesu alisema haki yetu isipozidi ya Mafarisayo hatutaingia. So tukikaa hii haki ya huyu mama, hii haki ya huyu mama, kama hata tufikii kwa hiyo haki ya huyo mama, na hiyo haki ya huyo mama haingii nayo, uko na hitaji la kusuka chini kabisa na kusikiza neno la Mungu na kutii kila kitu ambacho Mungu anakuambia. So Yesu anamwambia mamake, mama, hauingii mbinguni kwa sababu umenizama, umenilea. Ndugu zangu, hamuingii mbinguni kwa sababu tumetoka kwa tumbo moja na tulinyonya titi moja. Yesu anamwambia ni lazima msikize neno na mfanye nini? Na mtii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio njia ya kuingia mbinguni. Haina upendeleo. So inafaa usukumwe kiasi gani? Inafaa usukumwe kiasi gani kusikia hili neno? Kutubu na kunyenyekea na kuamini kazi ambayo Yesu Kristo amekufanyia zaidi. Acha tuangalie Yohana 2. Yohana 2. Unaweza kuanza mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Yohana mtakatifu 2 kuanzia mstari wa kwanza. Siku ya 3 kulikuwa na harusi katika mji wa Kana ya Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwepo huko.
Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa harusini pia. Divai ilipokwisha, mama yake Yesu akamwambia, wameishiwa na divai. Yesu akamwambia, mwanamke, nina nini nawe? Saa yangu haijawadia. Bwana Yesu venye anamwambia mamake. Yesu anamwambia mamake, mwanamke, nina nini na wewe? Yesu anamwambia mamake, mwanamke, niko na nini na wewe? Yesu anamwambia mamake, anamwambia mama, niko na nini na mwanamke? Anamwambia mwanamke. Unaweza mwita mamako mwanamke? Unaweza kweli? Ushawahi kumwita mamako mwanamke? Yesu anamwambia mamake, mwanamke, nina nini na wewe? Yesu kuna kitu hapa anaonesha. Si ujeuri Yesu ako nao. Yesu anaonyesha kwamba mama, katika ufalme wa mbinguni si wewe unaingia kama mama alafu unajaribu kucontrol. Yesu anambia mwanamke, mwanamke, sile haki ya mama. Nimekubeba, nimekunyonyesha, sasa nataka. Yesu anambia mwanamke. Anamwita mwanamke kwa sababu Yesu anaweka moyo wa mama chini na anamuonyesha katika ufalme wa mbinguni hakuna kitu kama mwili hapa. Hakuna kitu kama mwili. Amen. Yesu anaondoa mwili. Yaani mama, usinizoe katika umwili. Usinizoe katika huu mwili. Uhusiano wa kimwili mama haukuingizi mbinguni. Sasa anamwambia mwanamke, yaani sio anamwambia we, hebu kaa kando. Yesu kuna kitu anaondoa katika moyo wa huyu mama. Uficha kiacha iendelee. Huyu mama ataongozwa katika njia mbaya. Atakuwa anaingia kwa ufalme wa mbinguni akiwa na haki zake mwenyewe. Nilimzaa Yesu Kristo. Nilimnyonyesha huyu Yesu Kristo. Mwisho siku atapotea. Ndio maana Yesu anambia mwanamke. Yaani sana kumwambia haya mazoea. Ni sana kumwambia hii siyo njia ambayo unaifikiria. Hivyo ndio Yesu Kristo anafanya. Mimi na wewe hatuna uhusiano wa karibu sana kama huyu mama. Lakini Yesu anasema mwanamke. Mamangu ni nani? Wale wanasikia neno la Mungu na kulitii. Basi inamaanisha unafaa usikize neno la Mungu zaidi na zaidi na zaidi ya huyo mama. Na utii zaidi na zaidi na zaidi. Acha tuangalie Wakorintho. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 10. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 10. Kwa kuwa sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Maandiko yanasema kwa kuwa sisi sote, kwa kuwa sisi sote, kwa kuwa sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, ili kila mmoja apate kulipwa kwa ajili ya yale ambayo ameyatenda katika mwili wake. Ili kila mmoja apate kulipwa kwa yale ambayo ameyatenda katika mwili wake. Yakiwa mema au mabaya. Yakiwa mema ama yakiwa mabaya. So maandiko anasema sisi sote. Inamaanisha mamake Yesu yuko wapi hapo? Hapo. Ndugu za Yesu wako wapi hapo? Hapo. So inamaanisha maandiko akisema sisi sote, inamaanisha mama aliyembeba Yesu Kristo, mama aliyemnyonyesha Yesu Kristo, mama aliyeshiriki kitovu kimoja na Yesu Kristo, mama aliyempeleka Yesu Kristo katika tohara siku ya 8, mama aliyemshughulikia kumlea Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba yeye pia atasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo. Huyo mama atasimama. Ndugu zake ambao wametoka tumbo moja na Yesu Kristo, ndugu zake ambao wameshiriki titi moja na Yesu Kristo, ndugu zake ambao wameshiriki kitovu kimoja na Yesu Kristo, ndugu zake ambao wameshiriki mama mmoja na Yesu Kristo, pia hao
Yuda, Yose, Simeon na Yakobo na dada zake, hao pia maandiko yanasema watasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, walipwe katika mema, walipwe mema, katika mabaya, walipwe mabaya. Amen. Wapendwa, Mariam atasimama hiyo siku ya mwisho. Inafai kunyenyekeza. Mariam atasimama hapo, watu wanamwangalia. Huyu mama si amembeba Yesu miezi 9. Huyu mama si alimnyonyesha Yesu Kristo. Wakimwangalia Yesu amekaa pale. Nywele zake nyeupe kama sufi, vazi lake leupe kama sufi, limefika chini ya miguu, amevaa mshipi wa dhahabu. Yesu amekaa katika kiti cha hukumu na mamake amesimama hapo chini. Yesu anasema vitabu vya matendo vya mama huyu vifunguliwe. Vitabu vya matendo vinasomwa. Matendo ya Mariamu ni ya haki kwa uwezo wa Mungu, yako mema. Mariamu alipwe sawa sawa. Elewa, Mariamu alipwe sawa sawa na yale ameyatenda ndani ya Kristo Yesu. Utakuwa wapi? Ndugu zake watasimama hapa. Watu wataona Simeoni huyu, Judas ni huyu. Kama Yuda anasimama, walioshia kitovu kimoja na Yesu Kristo duniani. Hii inafaa kunyenyekeza kiasi gani? Hii inafaa ikufanye usikie neno la Mungu kiasi gani? Hii inafaa inifanye mimi nitii neno la Mungu na kulitenda kiasi gani? Hawa ni watakatifu. Kwa watakatifu iko hivyo, kwa wenye dhambi itakuwaje? The form ni ya Mungu kweli. Kama na maandiko yako wazi, wote watasimama, si Mariamu tu. Maandiko yakisema yote, inaanza kwa Adam, inakuja kwa akina Abraham, akina Noah, watasimama hivi. Manake hakuna hukumu imefanywa. Ili wapewe taji, lazima wasimame mbele ya kiti cha nani? Cha Yesu Kristo. Ili walipwe kwa mema, lazima wasimame kwa kiti cha Yesu Kristo. No, hakuna judgment so far. Hakuna judgment. Haijafanyika, tunangoja ije kufanyika. Final judgment. So wezaona kuanzia kwa Adam, kila mtu mpaka mtoto wa mwisho atakayezaliwa. Pendo. Naweza angalia Ufunuo 20 kabla tuende Ufunuo. Naweza soma hiyo wa Korintho ndio tu connect na Ufunuo. Wa Korintho wa pili 5:10. Kwa kuwa sisi sote tunasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apate kulipwa kwa ajili ya yale ambayo ameyatenda katika mwili wake, ikiwa mema au mabaya. Ufunuo 20 mstari wa 12 na 13. Ufunuo 20 mstari wa 12 na 13. Nami nikiwaona wafu wakubwa na wadogo. Anasema nami nikawaona, Yohana akawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Nami nikawaona wafu wakubwa na wadogo wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Akisema aliona wafu wakubwa kwa wadogo, inamaanisha watu wote waliokufa walifufuliwa wakasimama mbele ya kiti cha nani? Kiti cheupe. Hiki kiti ni Yesu Kristo amekaa hapo. So watu wote wakubwa kwa wadogo. Akisema wakubwa kwa wadogo, mtu mdogo kabisa na mtu mkubwa kabisa, Mariamu yuko hapo ndani, wakisimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo. Hicho ambacho tumesoma katika Wakorintho wa pili 5:10. Wakubwa kwa wadogo watasimama. Alafu wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Maandiko anasema vitabu vikafunguliwa. Pia kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Alafu pia kuna kitabu kingine ambacho ni kimoja, pia ni kitabu cha uzima.
kikafunguliwa pia. Hao wafu wakahukumiwa sawa sawa na matendo yao. Watu wote waliokufa kuanzia kwa Adamu mpaka kwa mtu wa mwisho wakahukumiwa sawa sawa na matendo yao, kama walivyoyatenda ndani ya hivyo vitabu, vile vitabu, sawa sawa na venye vimeandikwa. So Mariamu atasimama, vitabu vitafunguliwa, Yesu Kristo amekalia pale katika kiti. Ndio maana Yesu akiwa duniani alikuwa anamwambia mwanamke, yani haya mazoea, mwanamke, yani weka laini, kuna siku inakuja utasimama mbele ya kiti cha hukumu chake Yesu Kristo. Si kama mama niliyemlea, si kama mama niliyemnyonyesha, si kama mama nilimbeba katika miezi 9, si katika hii wepesi. Yesu anamwambia mwanamke, yani jihadhari. Anasema ndugu zangu ni nani? Wale ambao wanasikia na wanatenda. So msije hapa kama ndugu zangu. Na kama msikii na kutenda, kuna siku inakuja vitabu vitafunguliwa. Vitabu ndio vinaongea pale. Na kuna kitabu pia pale kinaongea. So Mariamu kama watu wengine wote watasimama tu pale pale, ndugu zake Yesu Kristo kama watu wengine wote, watu wa mataifa watasimama tu pale pale mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, na vitabu vitafunguliwa kwa kila mmoja kuanzia Adamu mpaka mtu wa mwisho kabisa. Amen. Angalia uhusiano wa mama yuko nao. Alafu angalia ule uhusiano ambao wewe hauna. Alafu angalia mama, uhusiano ambao mama yuko nao, hana haki ya kuingia nao paradiso. Alafu uone wewe huna hata uhusiano. Then yafaa msikize Yesu Kristo na usikize neno la Mungu na ulitii na uamini kazi ya msalaba. Hiyo ndio njia tu ya kukimbia. Ni rahisi sana kufikiria Mariamu ni mbeba Yesu basi atapata neema. Yesu anambia mwanamke. Kama alimwambia mamake mwanamke, unafikiri sisi anatuambia nini? Anatuambia jihadhari. Anakuambia jihadhari wewe. Ananiambia jihadhari ndani ya Kristo ama nje ya Kristo? Ndani ya Kristo jihadhari, kaa kwa njia za Yesu Kristo. Nje ya Kristo jihadhari zaidi kwa kupata toba kwa ukamilifu na kuamini kazi Yesu Kristo amefanya ili uingie ndani ya Yesu Kristo sasa. So unaweza angalia mpaka hapo, nadhani ni sawa. Unaweza angalia Mathayo 16:27. Mathayo mtakatifu 16:27. Mathayo mtakatifu 16 mstari wa 27. Kwa maana mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa baba yake. Kwa maana mwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo atakuja katika utukufu wa baba yake. Baba yake pamoja na malaika zake. Yesu atakuja pamoja na malaika zake. Naye ndipo atakapomlipa kila mtu. Maandiko yanasema ndipo atakayemlipa kila mtu kadri ya matendo yake. Ndipo atamlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Kila mtu, David. Yesu atalipa kila mtu kuanzia Adam mpaka mtu wa mwisho. Maandiko yanasema kila mtu. Mariamu akiwa hapo, ndugu zake wakiwa hapo. Yesu anasema anakuja. Hilo neno usilitafsiri vibaya. Ukilisoma utaona imeka koma. Utaona kuna koma mahali kwamba Yesu Kristo anakuja na malaika zake. Utaona hiyo koma. Alafu inaendelea kusema atamlipa kila mtu. Sawa sawa. Haimaanishi Yesu atakuja alafu alipe watu hapa. Venye wengi wamekuwa wakifikiria, okay, Yesu anakuja na malaika zake alafu ananilipa hapa duniani. Haulipi hapa duniani. Ikisema Yesu anakuja, inaeleza kuhusiana kuja kwa Yesu Kristo na malaika zake. Sawa, wateule watakatifu watachukuliwa. Umeelewa? Watakatifu watachukuliwa. Wenye dhambi waliokufa katika dhambi wataachwa. Watakatifu waliokufa kwa utakatifu watafufuliwa.
watakatifu walio hai watafata next. Wataenda kukaa na Yesu for 1000 years. So ikiruka ikisema Yesu anakuja na malaika zake, alafu inasema anakuja kumlipa. Huwa ni rahisi kufikiria Yesu anakuja alafu anatulipa hapa. Si hivyo. Inaongea kuhusiana na kile kitabu tumesoma. Inaongea atakuja na malaika zake. Baada ya hapo Yesu atakaa kwa kiti chake cha hukumu ambacho Mungu amempatia. Alafu atamlipa kila mtu sawa sawa na kile amefanya nini? Amekitenda. Hii ni katika judgment. Yesu kumlipa kila mtu inamaanisha katika judgment. Mahali vitabu vinafunguliwa vinasomwa, Yesu anakulipa. Umeelewa? Umeelewa? So hebu kaa ujiulize, Mariamu akisimama hivi mbele ya Yesu Kristo, ndugu zake wakisimama, vitabu vikifunguliwa, pages tu ndo zinalia. Zinasomwa. Alimzaa Yesu Kristo, aliamini neno la Mungu kupitia Roho Mtakatifu, alisikia neno la Mungu, alilitii, aliishi katika utakatifu, aliendelea kukaa na kanisa mpaka Yesu alipokufa alikuweko. Hizi zote zitakuwa zinasomwa. Wewe utakuwa wapi? Mimi nitakuwa wapi? Watu watashangaa. Watu watashangaa kwa sababu gani? Watu wanachukulia injili wepesi. Nilikuwa nafikiri mama ataingia kwa sababu za Yesu Kristo. Lakini sivyo. Amebeba Yesu Kristo sivyo. Na kama huyu mama anahukumiwa, Yesu amekaa pale, tayari kulipa yale mema. Yesu yuko pale. Je, mimi ambaye niko mbali sana na Yesu Kristo na wewe kimwili, tutafanyaje? Si mchezo. Mtafute Yesu Kristo vile hujawahi kumtafuta. Mtafute, sikiza neno la Mungu vile hujawahi kusikiza. Kwa sababu mama aliyembeba Yesu miezi 9 akamnyonyesha, na anasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo ahukumiwe kulingana na yale ameyatenda. How much more sisi ambao ni watu wa mataifa tumezaliwa mbali na kina Otieno, Yusufu, Kamwana, Kamau, tutafanya nini? Yafaa tutetemeke zaidi. Utetemeke zaidi. Na nitetemeke zaidi. Hawa ni watakatifu na iko hivi kwa watakatifu. Nafikiri wenye dhambi wako wapi? Mwenye dhambi anafaa mlilie Mungu kama vile hajawahi kumlilia, kwa sababu Mariamu akisimama pale, wewe pia ukisimamishwa pale, utakuwa na hatari sana. Haki yako na yangu kama itazidi ya Mafarisayo. Mariamu si Farisayo na ichukua kimwili. Kama haki ya kimwili ya Mariamu imetushindana mbali kabisa, na bado hiyo haki ya kimwili ya Mariamu haimuingizi paradiso, how much more sisi ambaye hatuna hata hiyo haki. Pendwa, hii neno inafai kunyenyekeze kweli. Yeke kiburi chako, hata kama umeokoka nimeokoka, uweke hicho kiburi chako na kiburi changu chini kabisa. Niseme kuishi. Maana tukiangalia haki ya Mariamu ya kimwili, hakuna mtu akonao dunia nzima. Uongo kweli? Gabriel anasema hivyo, Mariamu wewe ndio mama, umebarikiwa. Umebarikiwa. Hakuna mama kama huyu. Hakuna mtakatifu kama huyu aliyebarikiwa kama Mariamu. Haki ya kimwili hii, na hiyo haki haimuingizi mbinguni. Wapendwa, wenye dhambi mtafute Mungu kweli. David, mtafute Mungu kweli. Maana cha kushangaza, wengine hawatasimama hata dakika 3, hata dakika 1, hata sekunde. Peter ni kama interview. Wakati akienda interview, ona mtu ameenda tu, hata dakika 2 ashatolewa. Unajua huyu amefeli. Mwingine anaingia anakaa lisali moja, anakaa alafu anatoka akiwa na smile na tabasamu. Mwingine akiingia hata dakika 1 ishi, pipa ashatolewa. Hivyo. So kiangalia Timotheo wa pili. Before some Timotheo wa pili unaweza soma Mathayo 16:27, alafu tuangalie Timotheo. Mathayo 16:27. Kwa maana
Mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake. Naye ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Yesu atalipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Kwa kadri ya matendo yake. Yako ambao umeyatenda, yangu ambao nimeyatenda. Timotheo wa pili 4 mstari wa 8. Timotheo Joshua wa pili 4 mstari wa 8. Sasa nimewekewa taji ya haki. Paulo anaeleza akisema sasa amewekewa taji ya haki. Amewekewa taji ya haki. Timotheo wa pili 4 mstari wa 8. Ya. Sasa nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mwamuzi wa haki atanitunukia siku ile, wala si mimi tu, bali pia wote ambao wamengoja kwa shauku kuja kwake. Paulo alimtumikia Yesu Kristo kama vile Mariamu. So Paulo anaeleza kwamba yeye pia Yesu yuko na taji. Alisimamisha masafi Paulo na kuna imani kwamba ile siku yeye pia atasimama. Yesu ako na taji yake. Kulingana na matendo ambayo Paulo ametenda ndani ya Kristo, Yesu atamvika hilo taji. Waelewa? So tukiongea kuhusiana na Mariamu akisimama, Mariamu alisimamisha masafi kwa mujibu wa maandiko. Alisimamisha masafi hata Yesu akiwa msalabani, Mariamu bado alikuwa mahali pale. Na alitembea na mitume. So Mariamu akisimama pale hachukuliwi kuwekwa jehanamu. Mariamu anasimama kama vile Paulo anasimama ili kulipwa yale mema ambayo amefanya ndani ya Kristo Yesu. Paulo anasema Yesu yuko na taji yake. Yesu atampatia vipi taji yake? Atamuita kando amwambie chukua mbele ya kila mtu. Paulo atasimama pale, alafu vitabu vya matendo vya Paulo visomwe. Alafu alipwe sawa sawa na yale ameyatenda. Yesu achukue taji ampatie Paulo. Ndio hivyo Mariamu pia atasimama pale. Ndio hivyo Yusufu atasimama pale. Hata simama aseme nilikubeba wewe. Hebu nipeleke polepole hapo Yusufu atasema nilikulea Yesu, nilikulea, kumbuka Yesu, nilikulea. Hata kuna siku ulienda Yerusalemu tukakutafuta siku 3. Yesu kumbuka. Yesu anambia no, si haya. So Yesu anaondoa umwili. Na kama kwa wazazi wake aliondoa umwili na aliuondoa kweli, na kwa ndugu zake akaondoa umwili, kwako na kwangu ni kivipi? Zaidi tubu kweli. Kaa kwa neno kweli. Sikiza sauti ya Yesu Kristo kweli. Amini injili kweli, geuka kwa dhambi kweli. Na unajua unafaa ufanye zaidi ya wale ambao wako na haki zaidi yako na yangu ya kimwili. Zaidi. Hakuna mtu Mungu amemtumia pia katika mitume kama Paulo. Mungu amemtumia Paulo sana. Paulo ameandika athari ya New Testament na anasema yeye pia atasimama. Inamaanisha mimi na wewe lazima tutasimama. Lazima. So jitayarishe. Waweza angalia Timotheo wa pili 4:1. Timotheo wa pili 4:1. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu. Atakayehukumu watu walio hai. Kristo Yesu atakayehukumu wote walio hai na waliokufa wakati wa kuja kwake. So maandiko yanasema Yesu atahukumu walio hai na wale waliokufa. Mariamu yuko hapo ndani. Abrahamu yuko hai mbinguni, yuko hapo ndani.
Adamu, Musa yuko hai mbinguni, yuko hapo ndani. Yesu atahukumu walio hai na waliokufa. Mariamu yuko hapo ndani, mama aliyembeba miezi 9. Mama aliyemnyonyesha yuko ndani. How much more wewe na mimi? Ambaye hatuna hii haki kubwa ya kimwili. Vipi tunafaa tusuke, utibu dhambi kweli, ukiri dhambi zako kweli, uachane nazo, kwa sababu nikisimama na hii haki ya Mariamu hatujaizidi. Hii haki ya Mariamu hatujaizidi, na hata hatujaikaribia, na hata ya kimwili hatutaikaribia. Na imuingize mbinguni Mariamu. How much more wewe na mimi? Yafaa nishuke, kusuka kweli kwa uwezo wa Mungu. Manake hakuna mtu duniani, watu wa mataifa, anamsongelea huyu mama kwa hii haki yake. Kumnyonyesha Yesu Kristo nafikiri ni mchezo. Mwanamke anasimama na paza sauti anasema, mwanamke lile tumbo lililokubeba wewe limebarikiwa. Kifua kilichokunyonyesha wewe kimebarikiwa. Mwanamke anapaza sauti. Na huyo mwanamke, Yesu anamwambia, ulininyonyesha ndio, lakini hautaingia mbinguni kwa sababu ya hiyo. Ulinibeba miezi 9, hautaingia mbinguni kwa sababu ya hiyo. Utaingia mbinguni kwa sababu unasikia neno la Mungu na kufanya nini? Na kulitii. Je, sisi ambaye hatuna hiyo haki? So Yesu ndo atahukumu walio hai na waliokufa. Manake Mungu ndo amempa Yesu Kristo hiyo hukumu zote. Kiangalia Yohana 5:22. Yohana 5:22. Yohana Mtakatifu 5:22. Wala Baba amhukumu mtu yeyote. Maandiko yanasema Mungu hatamhukumu mtu yeyote, lakini hukumu yote amempa Mwana. Lakini hukumu yote Karo, hukumu yote Mungu amempatia Mwana ambaye ni Yesu Kristo. Hukumu yote Mungu amempatia Yesu Kristo. So Yesu Kristo ndo atahukumu kila mwanadamu. Hukumu yote, kuanzia ile ndogo mpaka ile kubwa kabisa. Umesoma 23? Hapana. Yohana Mtakatifu 5 kuanzia 22 hadi 23. Wala Baba hukumu mtu yoyote. Lakini hukumu yote kuanzia ndogo mpaka kubwa, yote Mungu amempatia Yesu Kristo Mwana. Ili wote wamheshimu Mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Ili wote, kuanzia mtu wa kwanza Adam mpaka mtu wa mwisho. Akina Adam, Abraham, Isaka, Yakobo, Elijah, Elisha, Nehemia, Yeremia, wote hawa wamheshimu nani? Wamheshimu Yesu Kristo kama vile wanavyomheshimu Baba. Wamheshimu Mwana kama vile wanamheshimu nani? Wanamheshimu Baba. So hawa mitume wote, manabii wote, apostles wote, akiwemo mamake Yesu Kristo pia, Mungu amechukua hukumu zote akampatia Yesu Kristo ili wote wamheshimu Yesu Kristo vile wanavyomheshimu Baba. Mpendo, uko tayari kusimama? Uko tayari kusimama mbele hicho kiti cha hukumu cha Yesu Kristo? Yeyote asiyemheshimu Mwana, amheshimu Baba aliyemtuma. Unaweza soma 27? Yohana Mtakatifu 5:27. Naye amempa Mwana mamlaka. Mungu amempatia Yesu Kristo mamlaka ya kuhukumu, kwa kuwa yeye ni mwana wa Adamu. Mungu amempa Yesu Kristo mamlaka ya kuhukumu, kwa kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Adamu. So utasimama siku moja David. Utasimama siku moja Kari. Benjamin utasimama siku moja. Na haki yako na yangu, haki zetu hazijazidi ya Mariamu katika kimwili. Angalia Romans 14:10. Mungu anataka uamke. Mungu anataka tuamke.
Mungu anataka tuamke kanisa. Mungu anataka uamke kweli. Yaani ule ufu wepesi umekuwa nao ndani ya moyo, Mungu anataka utolewe utolewe completely. Uamke katika ukweli wa maandiko. Warumi 14:10. Basi kwa nini wewe wahukumu ndugu yako? Basi kwa nini wewe unamhukumu ndugu yako? Au kwa nini wewe unamdharau ndugu yako? Au kwa nini wewe unamdharau ndugu yako? Kwa sote tutasimama mbele ya kiti cha Mungu cha hukumu. Kwa kuwa sote tutasimama. Kwa kuwa sote tutasimama mbele ya kiti cha Mungu cha hukumu. Biblia ya Kimombo inasema kwa kuwa sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo. Hii sisi sote, Mariamu akiwa wapi? Ndugu zake wakiwa wapi? Mitume wakiwa wapi? Simeoni, Petro akiwa wapi aliyemchagua? Yuda akiwa wapi? Mtasoma Romans 14. But why doest thou judge thy brother? Or why doest thou set naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. In King James, we shall all stand. We shall all inamaanisha wote kuanzia Adam mpaka mtu wa mwisho. For we must all stand before the judgment seat of Christ. Yani sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo. Cha Kristo. Sote tutasimama kama. Tutasimama. Wewe ukisimama ukiwaje paka sayali yako, posture ya moyo wako. Hali ya moyo wako iko vipi? Wewe kusimamaje? Manake kufa tu ni wakati wote, dakika yoyote. Hausemi pengine kesho saa hii tuweza ondoka hapa. Mmoja akaenda, mwingine akaenda. Na ikawa hivyo, umeenda kusimama tayari. Mungu anasema siku ya wokovu ni leo. Wakati waona hukumu, Mungu anakuhukumu wewe kama mwenye dhambi. Wakati unaona haki yako haizidi ya Mariamu katika mwili karo, alafu moyo wako unashuka chini kabisa, unanyenyekezwa. Ukile kutubu kila aina ya uovu na kuheshimu Mungu, Mungu anakupatia imani ya kuamini kazi ambayo Yesu Kristo ametenda. Lazima kuwe na kitu inakusukuma. Lazima kuwe na kitu inakuhukumu. Lazima kuwe na kitu inakufanya ndio kusukume kwa msalaba, kwa sababu ukija hapo utasikiza sermon karibu kila. Lakini kama hakuna kusukumwa, Mungu anakuonyesha ukweli wa maandiko kwamba utahukumiwa na haki yako haijakaribia hata ya Mariamu katika mwili. Na hiyo ya Mariamu katika mwili haimuingizi hata paradiso. Haimsongezi hata kwa mlango. Yesu anaikataa, anasema hii yeke kando. Mamangu ndio anasikia neno la Mungu na anatenda. Wewe una hiyo. Utasimamaje? Wajipange kusimama vipi mpaka saa hii hauna Kristo ndani ya moyo wako? Hali ni hiyo. Watu wengi wataingia jehanamu. Wengi wataingia jehanamu mkaro. Tukichukua kipimo cha Mariamu, hiki kipimo cha Mariamu. Tukikipima kipimo cha Mariamu, alafu tupime watu wengi. Wale ambao wafikia hicho kipimo cha Mariamu wanafikia chini. Na hiki cha Mariamu kiko juu na kimuingize mbinguni. Tena maisha hao ambao wako chini wataingia kweli? Hawaingii. David, umeelewa? Kipimo cha Mariamu cha kimwili, amembeba Yesu Kristo, aliongea na Gabrieli malaika, Mungu alimchagua yeye kati ya wanawake wote Yerusalemu, Israeli. Alishiriki kitovu kimoja na Yesu, akimpatia chakula kupitia kitovu chake. Alimnyonyesha Yesu Kristo, alimzaa Yesu Kristo, alimpeleka kwa tohara Yesu Kristo, alimuosha Yesu Kristo, alinyoa nywele za Yesu Kristo.
alimtengeshea mavazi, alimvisha Yesu Kristo nguo, alimfinika Yesu Kristo uchi wake. Huyu mama, hiyo haki haimuingizi mbinguni. Na hakuna mtu amegonga hiyo haki. Na bado hiyo kipimo hatuingii mbinguni, hata tujafikia hiyo. Na yeye haingii na hiyo. Nafikiri kuna mchezo hapo. Hakuna mchezo David. Karo hakuna mchezo. Ni kukiri, kutubu. Kusikiza na kuamini kweli. Ili haki yangu na yako kwa uwezo wa Mungu iweze kuzidi haki ya Maria ya kimwili. Ya kimwili. Na pia ya Mafarisayo. Sema maandiko nasema sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, Romans 10. Hapo 14 unaweza soma 12. Warumi 14 mstari wa 12. Hivyo basi kila mmoja wetu atatoa habari zake mwenyewe kwa Mungu. Kila mmoja atatoa habari zake. Karo kila mmoja. Yesu ulisikiza injili, David. Yesu ulisikiza injili, ulifanya nini na hiyo injili? Uliishi vipi baada ya injili? Watakatifu waliokoka pia mtatoa habari zenu, mtatoa habari zangu. Uliishi vipi? Mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo utatoa habari zake. Mariamu atasimama atatoa habari zake, ndugu za Yesu Kristo watasimama watatoa habari zao, mitume waliotembea na Yesu Kristo watatoa habari zao. Wote kwa wapi wakati huo? Nini itakuwa inakusimamisha David? Karo, ni nini inakusimamisha? Benjamin, nini itakusimamisha? Na inafanyika lini? Miaka 10 inayokuja? Ghafla unapokufa tu tayari. Unapokufa tayari unaingia hell. Wale ambao hawajaokoka wateketea kule kwanza kungoja hukumu ya mwisho. Ni ghafla David. So inafaa usukumwe, Mungu akusukume na nazidi kukusukuma. Kwa kusikia neno la Mungu na kulitii na kuamini ile kazi Mungu amekufanyia kupitia Kristo Yesu. First Peter pia inaongelea kuhusiana na hiyo. First Peter 4:5. Waraka wa kwanza wa Petro 4 mstari wa 5. Lakini itawapasa wao kutoa hesabu mbele zake yeye. Maandiko yanasema itawapasa kutoa hesabu. Lakini itawapasa wao kutoa hesabu mbele zake yeye. Lakini itawapasa sisi kutoa hesabu mbele zake Yesu Kristo. Yeye aliye tayari kuhukumu walio hai na waliokufa. Yesu aliye tayari kuhukumu walio hai na waliokufa. Yesu aliye tayari kuhukumu walio hai na waliokufa. Tuamua tutatoa hesabu kwa Yesu Kristo. Utatoa hesabu kwa Yesu Kristo. Hesabu yako iko vipi mpaka sasa? Tangu usikie injili, nini kimebadilika kwako? Tangu usikie kuhusiana na toba, nini imebadilika kwako? Tangu jue hii ni njia mbaya, hii si sawa. Umebadilika. Yesu ameumbwa ndani ya moyo wako. Ni nini unangoja? Damu ishamwagika, nini unangoja Karo? Nini unangoja? David, Benjamin, Joshua, Shadrach, Lydia, Moses. Nini tunangoja? Warumi 6. Sama na Warumi 2:16. Warumi 2 mstari wa 16. Warumi 2 mstari wa 16. Hili litatukia siku hiyo Mungu atakapozihukumu siri za mioyo ya wanadamu. Mungu atazihukumu siri. Mungu atazihukumu siri. Mungu atahukumu siri za moyo za wanadamu. Hili litatokea siku hiyo Mungu atakapozihukumu siri za mioyo ya wanadamu. Hii itatokea wakati Mungu atazihukumu siri za mioyo. Siri za mioyo. Ile kitu unazuia Mungu anasema hiyo siri iliyo ndani ya moyo inakuzuia usiokoke. Hiyo kuna siku Mungu ataitoa, ataihukumu.
siri za mioyo za wanadamu kwa njia ya Yesu Kristo, kupitia Yesu Kristo, kama isemavyo Injili, kama isemavyo Injili ya Paulo. Injili yangu. Hivyo ndio maandiko yanasema ile siri iko kwa moyo. Ile siri ambayo inazuia toba isifanyike kwa ukamilifu. Mungu anasema kuna wakati inakuja Yesu atakalia kiti cha hukumu. Hiyo siri iliyokuzuia usiokoke itatolewa na Mungu atahukumu kulingana na Injili ya Paulo. So hiyo siri ni afadhali uitoe sahihi. Uitoe sahihi mbele za Mungu. Uikiri, wachane nayo. Maana kuna siku Mungu anasema ataitoa na atahukumu. Na si mara kwanza, kwa Agano Jipya amesema hivyo, kwa Agano la Kale pia alisema hivyo. Mhubiri 12:14. So hii siri ambayo unaiweka iondoe. Haitakapo kwa moyo wako milele. Hiyo ugumu wa moyo, kiburi, ujeuri pengine, wepesi, iondoe. Mungu anasema atahukumu siri za mioyo ya watu kupitia Yesu Kristo. Yesu atakaa kwa kiti na atahukumu hiyo siri za moyo wako na moyo wangu. Mimina siri zako sahihi mbele ya Yesu Kristo kwa kuungama, kwa kutoa na kuacha, na kukimbia mbio sana kwa msalaba, kukimbia mbio sana kwa damu, na kukubaliana na Injili. Mhubiri 12:14. Mhubiri 12:14. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi ambayo umetenda. Ile siku ya hukumu, kila kitu mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, kila kitu cha siri katika moyo na pia ile kazi umetenda kwa siri italetwa. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi. Pamoja na kila neno la siri. Pamoja na kila neno la siri. Likiwa jema au baya. Likiwa jema au likiwa baya. Baya tayari kuwekwa kwa sio la moto, jema ndani ya Kristo Yesu tayari kwa uzima wa milele. Amen. Jema, uzima wa milele jema. Jema. Yesu anasema heri walio wenye mioyo misafi, kwa maana hao ndiye watamuona Mungu. Moyo msafi, ndani kuna dhambi ya Adamu. Maisha si masafi mbele za Mungu. Yesu anasema heri wenye mioyo iliyooshwa na damu ya Yesu Kristo. Heri wale ambao mioyo yao ni meupe. Heri wale ambao mioyo yao wamepokea imani kwa kutubu na kuamini kazi ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu kwa imani katona katika moyo wao, wakaoshwa, wakafunguliwa kutoka kwa vifungo vya dhambi. Yesu anasema hao wamebarikiwa. Maana atakaposimama katika kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, yatakuwa ni mema ndani ya Kristo, atakuwa anataja. Hao peke yake kale. Hao tu. Mathayo 5:8. Mathayo 5:8. Heri walio na moyo safi. Heri walio na moyo safi. Maana hao watamuona Mungu. Maana hao watamuona Mungu. Maandiko yanasema heri walio na mioyo misafi. Hivyo ndio Mungu anasema. Je, moyo wako ni msafi? Heri walio na moyo msafi. Mwanadamu akizaliwa, Karo ukizaliwa, David ukizaliwa, moyo wako ni msafi. Sisi tukizaliwa mioyo yetu ni misafi, iko na dhambi. Yesu anasema moyo ambao utamwona Mungu peke yake ni moyo ambao ni msafi. Uko pamoja David? Mungu anasema, Yesu anasema moyo ambao utamwona Mungu ni msafi. Moyo wako kuna dhambi tayari. Moyo wangu tayari nikizaliwa uko na dhambi. Zaburi 51:5. Zaburi 51:5. Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi. Hakika mimi, maandiko yanasema hakika mimi. Wewe ulizaliwa mwenye dhambi. Mamako akichukua mimba, wewe ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi. Yesu anasema moyo ulio msafi ndio utaingia mbinguni. Lakini tukizaliwa, uko pamoja. Ukizaliwa uko na dhambi tayari. Wewe ukisimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, wewe ni dakika sekunde jehanamu. Ukisimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, sekunde kwa ziwa la moto milele. Hiyo ndio asili ya kila mwanadamu ukizaliwa. Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi. Hakika mimi nilizaliwa. Hakika wewe ulizaliwa mwenye dhambi.
Mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba, mama yangu. Mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba. Hauna moyo msafi. Hauwezi jipatia moyo msafi. Haki yako hata utende vipi mema haiwezi fikia mema ya Mariamu. David, matendo yako mema Karo haiwezi kufikia mema ya Mariamu. Na kama yako mema haiwezi kufikia ya Mariamu, ambayo ya Mariamu hayamuingizi paradiso, na una mema hata moja ya kufanana na kukaribia Mariamu, utafanya nini? Utafanya nini? Hauna ukoo na Yesu Kristo katika mwili. Hausiani na Yesu David katika mwili. Haki yako haijazidi ya Mariamu katika mwili, ambayo ya Mariamu yenyewe haimuingizi paradiso. Hii inamaanisha inafaa iwe unanungunika, unanungunika ni groan, kuomboleza ndani ya moyo. Unaungua ndani ya moyo, yani kuhusiana hii hayo matendo makubwa ya Mariamu na yamuingizi mbinguni, na mimi sina hayo matendo mazuri hata yafikia Mariamu. So yako tayari, matendo yako yote tayari Mungu ameweka X, na anasema hauna moyo msafi, hauna moyo mpya, uko na moyo wa dhambi na uko na matendo machafu ya dhambi. Hivyo ndio uko. Yafaa ufanye nini kaka? Yafaa nifanye nini? Mungu anasema moyo wako unahitaji uoshwe. Moyo wangu unahitaji uoshwe. Naweza angalia Zaburi 50 mstari wa 3 mpaka 6. Zaburi 50 mstari wa 3 mpaka 6. Mungu ni wetu, anakuja na atakaa kimya. Mungu ni wetu, anakuja na atakaa kimya. Mungu ni wetu, anakuja na hatakaa kimya. Mungu ni wetu, anakuja. Mungu anakuja na hatakaa kimya. Moto uteketezao unamtangulia. Moto unaoteketeza unamtangulia Mungu anayekuja, akiwa amezungukwa na tufani kali. Akiwa amezungukwa na tufani kali, upepo ule mkali wa kuzunguka na mimi kali. Anaziita mbingu zilizo juu na nchi. Anaziita mbingu zilizo juu na nchi, ili aweze kuwahukumu watu wake. Ili aweze kuwahukumu. Yesu anakuja na anakuja kukuhukumu. Vita vinaendelea, dalili zinaonekana, 99% za dalili zinaenda zikiwa fulfill, kama si 98. Yesu anasema anakuja na tufani, anakuja mbele yako kuna moto, anakuja kuhukumu. Anakuja kukuhukumu. Endelea. Ili aweze kuhukumu watu wake. Ili aweze kuhukumu watu wake. Nikusanyieni watu wangu. Mungu anasema nikusanyieni watu wangu. Waliowekwa wakfu. Waliofanya agano nami kwa dhabihu. Waliofanya agano nami kwa dhabihu. Waliofanya agano na Mungu kwa dhabihu. Hao ndio Mungu anasema wataipuka hukumu. Hiyo ndio solution. Mungu anakuita Karo. Mungu anakuita David, uepuke ile hukumu. Benjamin, Mungu anakuita Shadrach, Meshach, Joshua na watakatifu wengine. Mungu anakuita, anakuambia njia tu ya kuhukumu, njia ya kuikimbia hukumu ni kufanya agano na dhabihu. David kufanya agano na dhabihu. Kufanya agano na dhabihu, hiyo ndio njia. Hiyo ndio njia. Maithia, kufanya agano na dhabihu. Si matendo yako. Si matendo yako. Kiangalia Mariamu, weza rejeleo sentence kama hiyo, agano na dhabihu. Zaburi 50 mstari wa 5. Zaburi 50 mstari wa 5. Nikusanyieni watu wangu. Mungu anasema nikusanyieni watu wangu. Waliowekwa wakfu. Waliowekwa wakfu. Waliofanya agano nami. Wamewekwa wakfu kwa sababu wamefanya agano na Mungu kwa dhabihu. Kupitia dhabihu. Kuna dhabihu Mungu anatoa
alafu anakuambia umekufa kwa dhambi. Tubu hizo dhambi, alafu amini hiyo dhabihu. Unapoamini dhabihu, kwa mauti ya ile dhabihu, dhambi yako inaondolewa. Kwa mauti ya ile dhabihu, dhambi yako inaoshwa. Kwa damu ya ile dhabihu, dhambi yako inaoshwa. Roho Mtakatifu anakuwa ndani, unakuwa wax. Unakuwa umefufuka. Nani wataipuka? Mungu anasema wale ambao wamefanya agano na dhabihu. Ukiangalia Mariamu, miezi 9 alibeba Yesu. Miezi 9 alimtumia kitovu. Alimlisha Kristo kupitia kitovu chake. Alimlea. Alimpeleka akafanywa tohara. Alimbeba. Alimpikia. Alimwoshea nguo zake. Alimwosha mwili. Mariamu kuna haya yote, Mariamu yuko na haya yote. Yesu anasema Mariamu haingii mbinguni kwa sababu ya haya yote. Yesu anasema Mariamu anaingia mbinguni, David, kupitia ile dhabihu ambayo ni Yesu Kristo. Mariamu anaingia mbinguni, haingii na haya yote. Inamaanisha nini haya yote? David, Benjamin, inamaanisha nini haya yote Karo? Inamaanisha wewe hauna haya yote. Sawa? Hauna haya yote. Sasa inamaanisha kitu ambacho kinamuingiza Mariamu licha kwa kuna haya yote ni neema. Neema si kazi ya Mariamu ndio inamuingiza paradiso, lakini ni kazi ambayo Yesu Kristo amefanya mwenyewe kama dhabihu. Na Yesu anakuambia aminio kazi ambayo Yesu ameikufanyia, hiyo ndio inakuingiza paradiso. Maana hauna matendo mazuri kama ya Mariamu. Sina matendo mazuri kama ya Mariamu. Na licha ya kuwa haya matendo yote Mariamu ametenda, yako na yangu hayamfikii. Pointi inabaki gani? Neema. Pointi inabaki neema, sina matendo. Basi kama una matendo, sina matendo, basi waambiwa uamini tendo la Yesu Kristo. Hauna matendo, hauna ya matendo ya Mariamu, hauna. Ingia kwa ndoa akiwa bikira. Mimi nikiwa mmoja wao, hatukuingia kwa ndoa tukiwa bikira. Hauna hilo tendo la usafi. Licha kwa hilo tendo alimuingiza paradiso. Mimi hata sina hilo. Basi nategemea nini? Yafute tegemea nini? Tendo moja la haki la Yesu Kristo. Hilo ukilitegemea kwa uwezo wa Mungu, utafanyika mwenye haki na utaingia paradiso. Utegemee neema. Tegemea neema. Tegemea neema. Tegemea neema. Wafikiria? Chukulia ni wepesi. Parapanda ikilia hapa, mtatafuta mahali pa kujificha. Mtatafuta mahali pa kujificha. Usingoje ilie. Tegemea neema. Neema ni Yesu amefanya sasa. Wewe uamini kazi Yesu amefanya, uingie paradiso. Hiyo ndio tikiti. Unataka njia gani? Benjamin, David, nachukulia wepesi sana.
So dhabihu ni Yesu Kristo. Dhabihu ni Yesu Kristo. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii. Yohana Mtakatifu 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu hauna matendo zaidi ya Mariamu. Licha kwa Mariamu amefanya yote huyu mama, lakini bado atasimama. Mungu akiangalia kila wanadamu aoni, anaona una matendo, sina matendo, haki yetu yote mbele za Mungu ni tabara bovu. Mungu anasema nimekupenda hivyo hivyo. Mungu anasema ameupenda ulimwengu, lakini ulimwengu umeamka kama umelala. Ni nafsi yako David, ni nafsi yako Benjamin. Mungu anaililia. Mungu anasema ameupenda ulimwengu hata akamtoa. Endelea. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Hata akamtoa mwanawe wa kipekee. Ili kila mtu amwaminie huyu mwana ambaye ni Yesu Kristo dhabihu, asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu ashamtoa Yesu Kristo. Yesu ni dhabihu, Mungu amemtoa. Kwa nini? Unahitaji usafishwe moyo. Moyo wako ni msafi, moyo wangu ni msafi, mioyo yetu ni misafi. Hatuna matendo mazuri, hatujawahi kufanya tendo lolote zuri. Matendo yetu yote hayajafikia hata ya Mariamu hata kidogo. Na licha ya Mariamu ya muingize mbinguni, yetu si zaidi yanatuingiza jehanamu. Mungu anasema amemtoa Yesu Kristo. Yesu ametolewa. Mungu anataka uamke kutoka kwa nafsi. Mungu amemtoa Yesu. Kwa nini? Ili upate uzima wa milele. Benjamin. David, unachukulia wepesi tu. Ninachukulia wepesi. Parapanda ikipigwa pale. Mungu ashamtoa Yesu Kristo. Hiyo ndio dhabihu. Dhambi zote zikiwekwa kwa Yesu Kristo, zote. Hiyo dhambi ambayo iko kwa moyo wako unakuwa mchafu, Mungu anasema alichukua Benjamin, akaiweka kwa Yesu Kristo. Anakuambia mtazame Yesu Kristo. Yohana 1:29. Mtazame Yesu Kristo. Wamtazame Yesu kama nani? Kama mwana kondoo. Yesu ni dhabihu. Mungu anasema katika Psalms 50. Anaongea kuhusiana na wale ambao wamepatana na Mungu kwa agano. Wakusanyike, wamehuishwa, hao ndio watapona. Na agano ni nini? Mungu amemtoa Yesu Kristo kwa ajili yako. Wewe unafikiria nini? Wewe unawaza nini? Nini niko ndani ya moyo kiasi kwamba wachukua inakuwa uzito sana kuamini Injili ama unakuwa na wepesi sana? Na maisha kuna uovu mkubwa sana ndani ya mioyo yenu. Mkubwa sana. Manake kufikia sasa kwa uwezo wa Mungu, hiyo Injili yote umesikia inafaa imekuokoa. Yohana 1:29. Yohana Mtakatifu 1:29. Siku iliyofuata Yohana alimwona Yesu akimjia akasema, Tazama Mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana anamwona Yesu Kristo anakuja, anamwambia tazama. Nini mnapenda kutazama? David anasema mimi nikiwa na wanawake wanasikia niwatazame. Mbona watazama wanawake? Na Yohana anakuambia sasa ondoa uso wako huku, mtazame Yesu Kristo. Kama unaweza tazama wanawake, basi kwa uwezo wa Mungu ukinyenyekea, ukitubu, uweza tazama Yesu Kristo. Kwa sababu mtu pengine tunaweza sema hawezi kutazama. Licha kwa wanaweza kutazama, wana macho ya kiroho. Hautazami na macho ya kimwili. Ni mtu ambaye tu ameshikilia uovu wake. Huyo hawezi kutazama Yesu Kristo kwa sababu ameshikilia uovu. Lakini Yohana anasema, geuka kutoka kwa uovu wako, mtazame Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, anaichukua hiyo dhambi ya ulimwengu. Yesu anaichukua.
Watazama wapi? Watazama nini? Wamtazama nani? Unamtazama Yesu Kristo si kwa macho haya, kwa macho ya kiroho na kucheua jinsi hauna haki kama ya Mariamu. Na hiyo haki haikumuingiza Mariamu. Sasa unahitaji tu neema. Na Mungu amemtoa Yesu Kristo, kwa hiyo neema na rehema. Yesu anakuambia mtazame mwana kondoo ambaye ni yeye. Na huwezi kumtazama mwana kondoo kama hujatubu. Toba, neno toba. Hii ndio inazuia mioyo yenu. Hii toba. Hii ndio inazuia mioyo yenu. Kuna toba yafaa mfanye kwa uwezo wa Mungu ya kutokuamini. Na yako tu wepesi. 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 Hii Yesu alisema watu watubu. Yesu alisema watu watubu. Yesu alisema watu watubu. Benjamin. Yesu alisema watu watubu. David. Yesu alisema watu watubu. Ukitubu ndio dhambi yako sasa itabebwa na Yesu. Waelewa? Dhambi za wenye dhambi hazibebwi na Yesu kwa sababu hawatubu. Kuna wepesi tu. Wepesi tu. Kuna nini nazungumza hapa kwa moyo wako? Nini nakuzungumzia? Hiyo ni wepesi tu. Mungu anataka hiyo wepesi utubu. Hii neno toba, ili dhambi zako zichukuliwe na Yesu, lazima hii toba ifanye kazi kwa moyo. Lazima uhuzunike. Lazima kuwe na majuto. Lazima ujutie kwamba mimi sina haki. Haki iliyozidi ya Mariamu. Mimi naingia jehanamu. Njia iko wapi ya kukimbilia? Yesu anakuambia tubu. Tubu, tubu. Tubu, kutubu ni kugeuka kwa njia mbaya. Unaweza soma mpendo tafadhali. Mathayo 4:17. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni. Yesu ananiambia tubuni. Kwa nini? Hauwezi dhambi yako Yesu hawezi beba kama hujatubu. Yesu anakuambia utubu. Ukitubu inakuja kwa Yesu. Yesu anaipokea. Sema tubuni. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia hapa. Mungu ameshukisha chini paradiso yake hapa. Ukiamini tu anakupatia uzima wa milele sahihi kupitia kile ambacho unakisikia. Maana ya ufalme umekaribia ni neno liko pale. Yesu yuko pale. Ni mtu aamini apate toba, aamini, aingie katika uzimani, aingie katika uzima, aingie katika ufalme wa Mungu. So ufalme wa Mungu uko karibu hapa pia. Sina matendo mazuri, nimesimaisha machafu, simfikia hata Mariamu, na hata yale ya Mariamu hamuingizi mbinguni. Mungu, mimi ni mtu mwovu sana. Mimi ni mtu mchafu sana. Mungu nisamehe, Mungu nihurumie, Mungu nisaidie. Nitasimamaje mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo? Mungu, sina matendo. Mungu nisaidie, Mungu nihurumie, Mungu nioshe, Mungu fungua moyo wangu. Sitaki kuingia jehanamu, nisaidie. Huyu ni mtu ambaye anaamshwa kutoka kwa njia zake mbaya. Anaamshwa kwa ile kweli ambayo inamgoja. Utasimamaje mbele za Yesu Kristo ukiwa na maisha haya? Itakuwa haukaa hivi, Benjamin. Hautakaa hivi. Wakati utakuwa unatetemeka, nguo itakuwa inaenda hivi. Unajuta kwa nini sikusikia kule. Nguo inapiga hivi, vitabu vinafunguliwa, makaratasi yanasikika pale, na ulimwengu mzima wanasikia kile ambacho umekifanya katika siri. Mungu anakuambia sasa uko namna upatane na Yesu Kristo haraka iwezekanavyo na mapema, kwa kutubu dhambi zote, kuzikiri na kuziwacha, ziende kwa Yesu Kristo hizo dhambi. Zioshwe na damu ya Yesu Kristo, kwa moyo mpya. Kesi yako na Mungu iwekwe kando. Matendo ya Yesu yaanze kuandikiwa kasa za kwako. Hiyo ndio Mungu anakuitia David. Hamka sahihi. Na Mungu atuamshe, Mungu akuamshe kwa kile ambacho kinakuja.
So baada ya toba ni imani. Baada ya toba ni imani. Yesu alimwaga damu. Mathayo 26:28. Yesu alimwaga damu. David, unajua damu? Karo. Unajua damu kweli Karo? Unajua damu? Asante. Benjamin, unajua damu? Basi Yesu alimwaga hiyo damu. Hiyo damu ilitoka kwa mwili wa Yesu Karo. Hiyo damu ilitoka kwa mwili, mishipa. Yesu alikuwa na mishipa. Yesu alikuwa na mwili. Hiyo damu ilitoka kwa mwili wa Yesu Kristo. Na hiyo damu ilipotoka, Karo, damu ilipotoka kama mwizi akipigwa na jiwe hapa, uona damu inaanza kutoka. So dhambi zako na zangu zote zilikuwa kwa Yesu. Mungu anatuambia tuzikiri na tuachane nazo na tuamini zimekuwa kwa Yesu, ziende kwa Yesu. Halafu Yesu alipokuwa akibeba hizo dhambi, Yesu alipigwa. Yesu akipigwa, damu inatoka. Damu ikitoka, zile dhambi zako na zangu zimekuwa kwa Yesu, zikaoshwa. Yesu akipigwa misumari hapa, damu inatoka. Dhambi zako na zangu zinaoshwa. Yesu akipigwa mijeledi mgongoni, damu inatoka. Dhambi zako na zangu zinaoshwa. Yesu anasema hii ndiyo Mathayo 26:28. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Ile imwagikayo kwa ajili ya wengi. Ile imwagikayo kwa ajili ya wengi. Kwa ondoleo la dhambi. Ili dhambi zako na zangu zipate kuondolewa. Yesu anasema hii ndio agano. Katika Psalms tumesoma 50. Mungu anasema wale ambao watapona tu. 36 ni wale ambao wamekaa agano na dhabihu. Na Yesu anasema hii ndio damu yangu ya agano. Damu ya Yesu ndio ya agano. Uweke agano na Yesu Kristo kwa kuamini ile damu yake imeondoa dhambi yako ya moyo na dhambi zako za matendo. Uondolewe dhambi, moyo wako uwe msafi ili uweze kumwona Mungu. Yesu anasema alimwaga damu David. Alimwaga damu Yesu. Yesu anasema aliimwaga damu yake. Wewe uingie kwa agano ya kuamini damu yake ilimwagika, dhambi zako zikaondolewa. Hivyo ndio Yesu Kristo anasema. Romans 4:7. Warumi 4:7. Warumi 4:7. Wamebarikiwa wale ambao uovu wao umesamehewa. Wamebarikiwa wale ambao uovu wao umesamehewa. Na ambao dhambi zao zimefutwa. Wamebarikiwa watu ambao maovu yao yamesamehewa na dhambi zao zimefutwa. Zimefutwa kwa imani katika damu ya Yesu Kristo. Yeah. David, maandiko yasema Abrahamu alimwamini Mungu. Hiyo ni tendo. Alimwamini Mungu. Hiyo ni tendo. Naye akahesabiwa kwa haki. Lazima kuwe na tendo la kuamini Yesu. David, lazima kuwe na tendo lako kuamini Yesu Kristo. Ndio hiyo damu ifanye kazi uhesabiwe haki. Benjamin, sikukaa, sikuchukulia wepesi. Si hivi. Abraham alimwamini. Hiki ni kitendo cha imani, alimwamini tendo. Na kwa hilo tendo la kuamini, hilo tendo alilotenda la kuamini, akahesabiwa haki. So Mungu anataka utende tendo. Ni tendo gani? Tendo la kuamini ile kazi ambayo Yesu amefanya. Tendo la kuamini ile tendo ambayo Yesu amekufanyia. Ndio hesabiwa haki. David, lazima uamini, hakuna shortcut. Lazima kuwe na tendo ambalo linatokana kwako. Ni tendo gani? Si wewe unafanya, ni tendo la kuamini kile ambacho Yesu Kristo amekifanya ili uhesabiwe haki.
Abraham alitenda, Yesu alitenda. Tendo gani? La kumwamini Mungu. Aliposikia sauti ya Mungu, akaendelea kuipuza, lakini baadaye akaamini Mungu. Alipotenda tendo la kuamini Mungu, Mungu akamhesabia haki kwa kile tendo ambalo ametenda. Ametenda tendo gani? La kumwamini Mungu. Kwa tendo la kumwamini Mungu akahesabiwa haki. Lazima mwanadamu kwa uwezo wa Mungu atende tendo la kumwamini Mungu, ile kazi amekufanyia kupita Yesu Kristo. Wewe hautendi, Yesu anatenda. Wewe unaamini hiyo kazi, hilo tendo la kuamini. Hilo tendo la kuamini, kile ambacho nakisikia, hiyo ndio inahesabiwa haki. Angalia, si gari iko kwa mteremko, hubiri injili nisikie. Hubiri. Okay, shiriki nisikie. Si hivi. Unasikia kwa uwezo wa Mungu na venye Mungu anakuongelesha, anataka uteka step. Yesu amekufanyia hivi, ametoa mwili wake, dhambi zako zimewekwa kwake, zimehukumiwa. Yesu ameadhibiwa, Yesu amefanywa laana, wewe ufanywe baraka. Uamini kweli Yesu amefanywa laana, mimi nifanye baraka. Mimi nimbarikiwa kwa sababu Yesu amefanywa laana. Hilo tendo la kuamini ndio linakuhesabia haki. Abraham alimwamini Mungu. Alimwamini Mungu naye akahesabiwa kwa haki. Amina. Lazima utende tendo la kuamini kwa uwezo wa Mungu, kwa kile unachokisikia. Imani huja kwa kusikia. Unaposikia unafanya nini sasa? Kwa kusikia ndio unapata imani ya kufanya nini? Ya kuamini. Kama unasikia na kuna step kutoka kwa moyo wa kile unakiamini, then inamaanisha uko katika upuuzaji. Kuna kitu hujaelewa. Kuna kitu Mungu anahitaji kwako. Kuna kitu Mungu anahitaji kwako. Ndio maana alikuwa anazungumza na Abraham kila wakati. Kuna kitu alikuwa anahitaji kwa Abraham. Abraham amwamini yeye Mungu, alafu ahesabiwe. Na wewe pia kwa uwezo wa Mungu, Yesu anasema dhambi zako zote amezichukua. Yeye ndio dhabihu, akamwaga damu yake. Anakuambia sasa wewe kazi yako ni kuamini ile damu yake imeondoa dhambi zako zote. Hiyo tendo utahesabiwa haki, zitaondolewa. So si gari iko kwa mteremko. Lazima usikie Mungu anakuambia nini na uamini. Umesoma? Weza soma 8 Warumi 4:8. Amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu amhesabii dhambi zake. Amebarikiwa mtu ambaye Mungu amhesabii dhambi zake. Mungu anasema kuhesabii dhambi kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Uamini kwamba kwa damu ya Yesu Kristo dhambi yako imeondolewa na Mungu akuhesabii dhambi. Amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu amhesabii dhambi zake. Kwa nini zimeenda wapi? Zile dhambi zake nyingi David zimeenda wapi? Zimeoshwa na damu ya Yesu Kristo. Yesu alimwaga damu, na kwa hiyo damu maandiko anasema unapoamini ile damu dhambi zako zinaoshwa, zinaondoka na Mungu akuhesabia dhambi. Amina. Anakuhesabia moyo msafi. Kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo ile ilimwagika. Amina. Yesu alimwaga damu ili dhambi yako iondolewe. Tachora tu haraka tukimalizia. Hapo kuna ugumu unakuja haya. Huu ni msalaba. Yesu Kristo. Moyo wako. Nyoyo yetu, moyo wangu. Hapa kuna dhambi, hapa kuna dhambi, hapa kuna dhambi. Mwili wako. Maovu. Dhambi. Hauna matendo mazuri, sina matendo mazuri. Sina kabisa, niko na dhambi, uko na dhambi, uko na maovu, uko na maovu. Mungu anakuambia, sasa geuka kwa haya maovu. Ushafahamu dhambi, ushafahamu maovu. Geuka kwa haya maovu. Wachana nayo. Alafu Yesu anakuita, anakuambia, anamwaga damu. Yesu anamwaga damu. Hii damu ya Yesu ikimwagika na ilimwagika inaondoa hii dhambi. Damu ya Yesu ikimwagika inaondoa nini? Hii dhambi na inaondoa nini? Imeondoa
Nini imeondoa haya maovu? Ameamini damu ya Yesu imefanya nini? Imemwagika. Nini imeondoa hii dhambi hapa kwa moyo? Ameamini kwamba damu ya Yesu ilipomwagika msalabani, dhambi yake ya moyo iliondoka wakati huo. Yaani anaamini damu ya Yesu hii niko na dhambi. Dhambi iko hapa damu ya Yesu. Kumbe damu ya Yesu ilipomwagika, dhambi yangu ilifanya nini? Yako ilifanya nini? Iliondoka. Mungu akasema amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu amhesabii dhambi kwa mjibu wa imani. Imani, Yesu amemwaga damu, nimesikia, nimeamini kwa damu ya Yesu Kristo, dhambi yangu imeoshwa, kwa moyo wangu sina dhambi. Amen. Amina. Ile ndio tendo la imani. Amen. Alafu moyo wako unakubila dhambi. Hiyo ndio wokovu. Amen. Acha tuamini tu. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako. Asante Bwana kwa neema na rehema ya kipekee Bwana Mungu. Tuamsha kanisa lako Bwana. Mungu, hakika kuna wepesi Bwana wa moyo Bwana, nenda ukashughulikie Bwana, nenda ukapatiane imani, nenda ukapatiane conviction Bwana, nenda ukapatiane mioyo yetu kushuka Bwana, tukizidi kutambua kwamba Bwana hatuna matendo mazuri hata ya kukaribia hata yale ya Mariamu Bwana. Licha kwa Mariamu alikuwa na matendo mazuri Bwana ya kusimama nayo mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo Bwana, lakini bado katika matendo hayo Bwana Mungu, Yesu anamwambia mwanamke, Yesu anasema mama yake ni yule ambaye anasikiza neno la Mungu na kulitii. Yesu alifunga matendo hayo yote Bwana ya Mariamu Bwana. Mungu kweli tuhurumie Bwana. Tusaidie Bwana. Saidie watu wako waweze kuelewa injili yako Bwana. Saidie tuje msalabani Bwana, tukijiona waovu, tukiwa waovu, na tukisema Mungu hatuna chochote Bwana, tukiwa wenye dhambi 100%, tukikulilia Bwana. Mungu ni neema tu peke yake na rehema zitakazotuponya sisi Bwana. Mungu nenda ukanene Bwana. Nenda ukakutane na wapendwa Bwana ambao hawajapokea Roho Mtakatifu Bwana, wapendwa ambao hawajapokea msamaha wa dhambi Bwana. Nenda ukakutane nao Bwana hata katika ndoto Bwana, kwa sababu hata katika ndoto Bwana ulimtokea Ibrahimu Bwana, ukazungumza naye Bwana. Mungu naomba nenda ukatokee. Nenda ukawazungumzie Bwana. Nenda ukafanye yote Bwana katika njia zozote zile na kuleta nafsi hizi Bwana kwa utiifu wa injili ya Yesu Kristo Bwana. Mungu kaondoa usingizi Bwana wa kiroho. Mungu kakemee kila roho Bwana ambayo inazuia neno lako Bwana. Mungu kakemee kila wepesi wa moyo Bwana. Nenda ukatuamshe Bwana. Hata watakatifu Bwana, tuzidi kujioji na tuzidi kukaa katika neno lako Bwana, katika discipline na kutembea katika doctrine na mafundisho ya Yesu Kristo Bwana. Tuhurumie Bwana. Na ni kwa jina la Yesu Kristo wale hatujaomba, tunaomba muombezi wetu aliyekaa mkono wa kuume wa Mungu atuombee. Na kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tukiamini. Amen.